Heri ya Pasaka Baba Askofu. Heri na wewe. Ndio. Tuambie, siku ya leo ni siku ya baraka kiasi gani kwako? Siku ya leo ni siku ya Pasaka, na Pasaka ndiyo siku kubwa katika mwaka wa kanisa. Na katika historia ya kanisa, waamini wa kwanza walianza kusherehekea Pasaka kwa sababu ndio walioona kama tumaini lao, kama ushindi wao, kwa sababu Kristo ameshinda, na kwa sababu ameshinda, kila mmoja wetu anashinda pamoja na Kristo. Na katika Pasaka manake kila mmoja anakuwa amefufuka na Bwana, kwa sababu alikufa na Bwana siku ya Ijumaa Kuu, akaacha dhambi zake na akajitahidi, na akamwambia Mungu, mimi nitakuwa mwema zaidi. Akamwambia Mungu, nitafuata katika nyayo zako. Akamwambia Mungu, naamini kwamba wewe umeshinda kifo, umeshinda dhambi, umeshinda maovu yote, na mimi nitayashinda. Ndani ya moyo wangu nitatoa chuki yoyote ile, shida zozote zile, madhambi yote yale, tamaa mbaya zozote zile, hasira zinazokuwemo, ili niweze kuwa na furaha pamoja na Kristo mshindi. Nitafanya kile ninachokiweza kuimarisha familia yangu, ujirani mwema, kuwa mzalendo katika nchi yangu, ili kila mmoja aweze kuwa mwema, ili kila mmoja aweze kufurahi, niweze kuleta tabasamu katika nyuso za watu. Hiyo ndiyo Pasaka. Pasaka ni kushinda, Pasaka ni kuleta tabasamu, kwa sababu Kristo ameshinda maumivu, Kristo ameshinda kifo, Kristo ameshinda chochote kile kinachotuumiza. Hivyo kila mtu yeyote yule, hata kama una maumivu ndani mwako, kwa sababu ya Pasaka na imani unayokuwa nayo, unakuwa na nguvu za kustahimili yale mateso unayokuwa nayo, ule huzuni unayokuwa nao unaushinda. Hivyo kila mmoja anakuwa mshindi, na kwa historia mabilioni na mabilioni ya watu wamepitia katika hali hiyo na wameshinda katika Kristo aliyefufuka. Ndio, tofauti na kusherekea kwa siku ya leo, ni nini ambayo Mkristo Mkatoliki anatakiwa kuanza nayo katika ufufuko huu? Kabla ya kusherekea, kwanza ufufuke, kwanza ushinde, kwanza uongoke, kwanza uwe mtu tofauti. Hiyo ndio jambo kubwa zaidi. Kusherekea ni matokeo. Ukisherekea bila kuongoka na bila kuwa mtu mpya, unakuwa ni kama tu unafanya kazi bure. Kusherekea ni matokeo tu ya ile furaha tunayokuwa nayo ndani moyoni mwako. Kama hauna furaha ile ya Kristo mfufuka, kusherekea hakupo. Nini ujumbe wako mahususi sasa? Ujumbe wangu kwa Watanzania na waamini wenzangu, hata na wale ambao sio wa Kristo, ni kwamba tukubali na Kristo atupe amani mioyoni mwetu. Tukubali Kristo atupe ushindi moyoni mwetu. Tukubali Kristo atoe hasira na chuki ndani ya mioyo yetu. Tuwe watu wapya, tulete ushirikiano na mshikamano kati ya watu, na tulete mshikamano kati ya wengine wote. Leo nilikuwa misa hapa katika kigango cha Kairabwa, parokia ya Rwamishenye. Walioimba ni watoto wadogo wazuri, wakiwa na furaha. Akapiga kinanda mtoto mwenzao, kuonyesha kwamba na wao wanaanza bado wakiwa wadogo kumwelekea Mwenyezi Mungu na kushinda. Na naomba kila mmoja wetu, familia zote, tuwalee watoto vizuri, tuwalete katika utoto mtakatifu, ili waweze na wenyewe kuimarika, ili na wenyewe wakiwa wadogo wasikie kwamba wako pamoja na wengine, na katika wengine wataweza kushinda. Ndio. Nawatakia Pasaka njema. Haleluya, haleluya, Kristo amefufuka kweli kweli. Ndio. Na ndio sababu na sisi tunafufuka, na tuko katika mwaka wa mtakatifu, mwaka wa maujaji ya matumaini. Hivyo na sote twende katika matumaini, na matumaini pekee yanatoka kwa Bwana. Kabla ya kukamilisha, umezungumzia swala la watoto. Mbali na kuwa mlezi wa jumuiya na mhamasishaji wa jumuiya, swala nyingine ambayo tunalijua kwako ni mapenzi juu ya watoto. Na leo umeshuhudia watoto wana uwezo, umeandaliwa kwaya ya watoto, lakini pia kuna watoto ambao wana uwezo pia kuongoza watoto katika uimbaji kwa maana ya kinanda. Ili inakupa faraja kiasi gani kama mtu ambaye umekuwa ukihamasisha kuandaliwa kwa kanisa la watoto? Hii imenifanya Pasaka yangu ya mwaka huu iwe Pasaka ya furaha kweli kweli. Kwa sababu nimeona watoto wakiimba misa nzima kwa wema na uzuri, watoto wakipiga kinanda, watoto wakipiga na mkono na kuongoza, ikionyesha kwamba taifa la kesho lina matumaini makubwa sana. Na hiyo ni muhimu sana. Na hiyo ni muhimu sana, na nashukuru familia zote, kwa sababu ukiona watoto wazuri, maana yake nyuma yao kuna familia nzuri zenye upendo, zenye mshikamano, na ambazo zinawaelekeza na zinafurahi kuwanunulia nguo na kuwafanya wajisikie vizuri. Na watoto wakisikia vizuri wanatenda vizuri. Wakisikia vibaya utawakuta vijiweni wakishindana katika kutoa matusi. Lakini hawa watoto tulionao wanashindana katika kutenda wema. Mungu awabariki.